Tuelekee mahakamani ambapo mahakama ya hakimu mjini Kerugoya ameidhinisha kukabidhiwa kwa mwili wa mwenda zake msanii wa nyimbo za Injili Rachel Muthoni Wendeto kwa mamake ili uzikwe. Uamuzi huo unahitimisha mzozo ambapo mpenziwe Peter Njaramba alitaka kumzika. Wendeto alianza kuangaziwa kufuatia madai kwamba alimwagiliwa asidi na kuwashwa ama kuteketezwa kwa moto katika mtaa wa Mwiki jijini Nairobi kwa kuchaja chale ya picha ya rais. Mazishi yake yaliyopangiwa yalisitishwa kusubiri uamuzi wa kesi hiyo. Mazishi ya Wendeto yaliyofaa kufanyika tarehe 28 mwezi Mei mwaka huu huko Kirinyaga yalisitishwa kwa muda baada ya mpenziwe Peter Njaramba kuwasilisha kesi mahakamani kuzuia mazishi yake akitaka azikwe katika makazi ya familia yake katika kaunti ya Murang'a. Temporary injunction is hereby issued to the respondent, his agents, servants or anyone acting under his authority from accessing, collecting, removing or burying the remains of the deceased Rachel Muthoni Wendeto pending determination of the suit. Agizo hilo lilizua utata miongoni mwa waombolezaji waliokuwa wamekusanyika kwenye uwanja wa Kerugoya kwa ibada ya mazishi. Na leo hakimu mkaazi Harrison Maina akitoa uamuzi wake kwenye kesi hiyo aliagiza kwamba mwili huo ukabidhiwe mamake Sarah Njeri kwa mazishi. Zuma Funeral Home Limited shall release the remains of the deceased to the applicant for the purposes of burial. The applicant shall undertake the burial arrangements pending the final determination of the suit. This being a family matter, each party will bear their own cost. Mahakama hiyo ilibainisha kuwa Wendeto na Njaramba hawakuwa wameoana kisheria, ikisema kuwa hakuna mahari yoyote yaliyokuwa yamelipwa licha ya wawili hao kuwa na watoto wawili pamoja. Upon careful consideration of the material placed before the court, notably evidentiary deficiencies become apparent. The respondent has not produced any records of dowry negotiations, nor has any evidence been tendered to demonstrate that dowry was ever paid. Kufuatia uamuzi huo wa mahakama, Wendeto sasa atazikwa katika kijiji cha Kabumbu, Kirinyaga ya kati, nyumbani kwa mamake. Kwingineko, wavulana watatu wa shule ya upili ya wavulana ya Kisumu wamefikishwa mahakamani kwa kupanga kutekeleza mali ya shule hiyo. Upande wa mashtaka uliarifu mahakama kwamba watatu hao walipatikana na vifaa tayari kutekeleza uovu huo. Mahakama hiyo iliagiza kwamba wawekwe rumande katika gereza la Kodiaga hadi Jumatatu, wakati ambapo uamuzi kuhusu kuachiliwa kwao kwa dhamana utatolewa. An expedited prebail report on the safety of the accused persons, including details of their abode and the likelihood of being attacked. The matter can be mentioned on Monday for the prebail report and a ruling on bond and bail terms. Na mfanyabiashara mmoja aliyestakiwa mwezi Aprili mwaka huu kwa kuuza bidhaa za kuua wadudu ambazo hazijasajiliwa atahukumiwa juma lijalo. Hakimu mwandamizi Paul Mutai alionyeshwa vifaa hivyo vilivyonaswa kutoka kwa Stephen Mwangi Gishoi katika eneo la katikati mwa jiji la Nairobi. I have considered mitigation. I will call for pre-sentencing reports to be availed on the 16th of June next week. I direct that the exhibits be kept under the care of investigating officer pending further orders to be given by this court. Ruth Wambui, Darubini.